Kuna jambo nilikuwa nataka nikuulize, na nimechagua kuuliza wewe kwa sababu ni mwanamke ulifundwa ukafundika na umelelewa kwenye maadili bora kabisa. Kwa hiyo nina imani hata swali langu utanijibu ipasavyo na kwa uweledi. Hivi kwa upande wako, mke bora anatakiwa kuwa na sifa gani? Mimi kwa ninavyoelewa, mke bora ni yule mke mwenye maadili, na ni mke ambaye ataweza kumfanya mumewe ajisikie na amani hata kama akiwa hana kitu, na sio kwa upande wa mumewe tu, na hata kwa familia pia ya mume wake, na awe mwanamke mwenye kuvaa nguo za kujistiri. Hivyo ndio ninavyoelewa mimi. Na pia nasikia umepata mchumba Kai, na imani na wewe mchumba wako atakuwa ni mke bora kwako, atakuwa ni mwanamke mwenye kujiheshimu sana, na nakuombea iwe hivi. Asante sana Zawadi, ila mbona hata wewe una sifa na kigezo cha kuwa mke wa mtu, na hizo sifa zote uzozitaja hata wewe pia unazo. Hivi haujawahi kufikiria hata siku moja na wewe kuja kuolewa? Mimi? Hapana Kai. Mimi sina haja ya kuitwa mke. Hivi ni mwanaume gani ambaye atatokea na kunipenda mwanamke maskini kama mimi? Mimi sina haja ya kuitwa mke na sina muonekano wote wa kuitwa mke kakaangu. Na kwa nini usipate mwanaume wako kupenda? Maana una kila sifa na kigezo cha kuwa mke. Mama Pinky. Unajua sasa ni usiku. Zawadi anafanya kazi nyingi mchana. Kwa hiyo mwacha apumzike, hana haja kumwamsha. Pumzike. Lakini baba P, kuna kitu muhimu nilikuwa nataka niongee naye. Hakuna jambo la muhimu. Hebu leta mkono wako. Jambo la muhimu ni mimi naye kwenda kupumzika sasa. Sawa mume wangu. Twende basi. Zawadi. Pinky. Unajua nilikuwa chumbani kwa Zawadi napiga naye story 2 3.
Maana unajua Zawadi huwa anakuwaga mpweke sana, ana mtu wa kubadilisha naye mawazo. Kwa hiyo nilikuwa namwelekeza baadhi ya vitu tu. Vipi lakini mbona hujalala hadi sasa hivi? Hivi nimekuuliza? Hapana, sio hivyo, ila nakujua wewe uchelewe kutafsiri vitu vibaya. Mimi nilikuwa napiga naye story tu, naomba usininukuu vibaya, sawa? Au unafikiri nitakusemea kwa mama kama wewe ulivyonisemea? We. Sasa unakimbia unaelekea wapi? Wakati wewe mwenyewe unafahamu kabisa kitu ambacho mimi nawe tulikuwa tunagombana mara kwa mara ni mavazi yako. Lakini sasa hivi shemeji yangu umekuja hapa kwa heshima, umevaa kistaarabu. Sasa tena niendelee kukufokea au nikufukuze? Hapo mimi tena nitakuwa na shida kwa kweli. Karibu sana. Asante shemeji yangu. Mwenyewe nimeamua tu nibadilike. Nimeona hata mavazi ninayovaa hayaleti kitu chochote kwa jamii. Kwa hiyo nimeona hata nikivaa hivi mwenyewe hata nakuwa huru kutembea. Yaani shemeji, ukiwa hivyo mimi na wewe kunakuwa hakuna ugomvi wowote ule. Yaani napenda ukivaa kistaarabu kama hivyo. Njoo hapa masaa 24. Na kiukweli shemeji yangu unisamehe kwa maneno yote makali ambayo nilikuwa nakwambia siku za nyuma. Lakini sio kwa ubaya. Nilikuwa natamani uwe kama hivyo ubadilike shemeji yangu. Bila shaka umekuja kumfuata pacha wako, si ndio? Nimemfuata. Hilo limeisha shemeji, hamna shida. Popote unaweza Kendi. Msomari mke wangu. Jamani njoo msomari wangu huku, pacha wako amekuja. Yaani shemeji, leo umenifurahisha kuliko kawaida. Wewe Kendi. Hivi wewe Sania, umefuata nini nyumbani kwangu Si nikwambia usije. Toka bwana. Zawadi nimeipenda. Ni nzuri. Kuna watu wachache sana kati yenu wenye upendo kama wewe. Wala kuna haja ya kushukuru mama. Hivyo ni vitu vidogo sana. Nikiangalia naona kuna ndoa kati yenu. Ndoa yenye baraka na upendo huu. Zawadi. Kaniweke. Alafu naomba unichemshie chai. Kendi mke wangu, mimi ndo mtu pekee ambaye nilikuwa nazuia rafiki yako asije hapa nyumbani. Ni kutokana tu na aina ya mavazi yake. Lakini sasa hivi amebadilika. Ametambua ni wapi ambapo alikuwa anakosea na ameamua kuvaa kistaarabu kama vile ambavyo mimi nilikuwa nataka. Kwa hiyo mimi sina shida.
aje nyumbani muda wote anaotaka yeye, badala tu amevaa kistaarabu kama hivi. Na hapo nadhani amekuja anataka kuonana. Hebu mwambie jambo lako. Rafiki yangu, mimi nimekuja kupitia na nishaongea hapa na Shem, nishamuomba. Kwa hiyo nilikuwa nataka unisindikize hospitali, mimi nina mgonjwa. Alafu kama unavyojua sina mtu mwingine wa kunisindikiza, niko peke yangu. Sikia nikwambie, mimi nimechoka, siwezi kwenda. Alafu kitu kingine, sipo mimi peke yangu. Mtafute mtu mwingine uende naye. Mimi siwezi. Msomali wangu jamani. Mimi nimeridhia, sina shida. Najua unaogopa nongwa zangu, na ndio maana unakataa uende huko. Lakini mimi sina shida. Mwanzo nilikuwa nakataa usiongozane naye kwa sababu ya mavazi yake. Lakini sasa hivi ameshalijua kosa lake. Amestaarabika, anavaa kiungwana kama hivyo. Mimi tena nani niendelee kufoka? Niendelee kumzuia sio na rafiki na wewe? Kwa nini? Kwa sababu zipi? Jamani. Unaweza kwenda. Mimi nimeruhusu kabisa. Ngoja nichukue mtandio. Yaani wewe umeniruhusu mimi niondoke naye. Bila shaka unaweza kuongozana naye muda na saa yoyote, lakini tu tafadhali na kuomba usichelewe kurudi nyumbani. Shemeji, nenda naye lakini asichelewe kurudi nyumbani. Hawezi Shem. Basi kajistiri kama ambao umejistiri mwezio ili muongozane mwende huko. Ngoja nichukue mtandio. Yaani shemeji, leo umenifurahisha kuliko kawaida. Hivyo ndo mwanamke anatakiwa awe bwana. Ila naendeleaje hapa? Namshukuru Mungu naendelea vizuri. Sawa, nendeni lakini tu tafadhali shemeji. Mimi naomba wahi kurudi nyumbani. Kama unavyonijua mimi jamani, Mbengeleko mimi na wivu, napenda vibaya mimi. Natamani Msomali wangu nimuone muda wote. Angalia mtoto Jeli huyu. Kweli, hatuwezi kuchelewa shemeji. Zawadi na nikikuangalia wewe naona kabisa ndoa yenu itakuwa ndoa yenye upendo na baraka. Usiruhusu Zawadi ya kupotee katika maisha yako, maana yule ni mwanamke bora anapaswa kuolewa na kuwekwa ndani. Sawa mama, nimekuelewa, ila kwa bahati mbaya au nzuri mimi tayari hapa nilipo nina mchumba. Na Mwenyezi Mungu akijalia siku za usoni natarajia kufunga naye ndoa. Na wala usishtuke. Huyo binti nilimchagua ana tabia njema sana. Na kwa jinsi nilivyomuona kuna baadhi ya tabia amemzidi Zawadi pia. Kwa na imani hata siku ukimuona utampitisha na kumthaminisha. Kwa usijali. Nitakuja naye utamuona na atakuwa kuja kujulia hali mara kwa mara. Sawa. Mazali umeamua. Lakini sidhani kama ana sifa ya kumzidi Zawadi. Katika umri wangu huo nimeona wasichana wengi sana. Lakini Zawadi ni msichana wa pekee ambaye anastahili kuwa mke wako wewe. Hivi wewe Wada, wewe una akili kweli eh? Yaani niwachukue wazazi wa mwanaume niwapeleke kwa wazazi wangu. Kwani wewe hujui kama mimi nimeolewa? Sasa wazazi wangu mimi nawaambiaje yani kwa mfano? Kwani na akili hata kidogo basi. Kendi, wewe unamwona yule dada ni mtoto wao. Yeye hajui kama umeolewa. Si anajua? Sisi tuna mpango wetu mwingine tofauti. Sisi tumeshatafuta wazazi wengine. Sawa.
Kwa hiyo hao ndio utapelekwa wako zako uende kuwatambulisha. Sijui unanielewa? Alafu Kendi, wewe ni mtu mzima. Sisi hatuna akili kwamba tukataki wazazi wako ndio waingilie hili swala, eh? Tunajua kwamba wewe ni mke wa mtu. Kwa hiyo wewe hiyo kazi tuachie sisi. Nadhani tumeshakuandalia kabisa. Yaani hili swala litaisha na hakuna mtu atakayejua wazazi wako hawatakulaumu chochote. Nyinyi naona mko serious sana na hili jambo. Alafu mimi naona kabisa hii ndoa sio ya uongo, bali ndoa ni ya ukweli. Sasa vipi mimi niolewe huko? Alafu vipi kuhusu mume wangu? Yaani mimi niachike tena. Alafu nikirudi hapa mnikatae. Nianze kuzailika mitaani? Hapana kwa kweli. Katafuteni huko mtu mwingine. Mimi sitaki. Sitaki kabisa kuingia kwenye madiliano ya kijinga. Hivyo kwa Kendi, unajiona special sana eh? Kwa hiyo nasi tunapokubembeleza kila siku kama vitu tunakunyenyekea. Kama hizo milioni 20 tunazitaka sisi. Haya ni maisha yako. Sasa una mambo mawili ya kuchagua. Nakupa risali moja. Wewe umeshanipa jibu kamili. Sababu mambo ya kila siku tunakata na bembelezana ndio nini? Alafu Sania, ongea na ndugu yako. Ongea na rafiki yako kabisa. Kama hawezi hii issue, ngafute mtu mwingine. Sio anasema mambo ya kitoki. Tunakata na bembelezana kila siku na wewe si mtu mzima bwana. Madam, huyu ndio yule binti aliyechaguliwa na Kai. Nadhani wewe mwenyewe unamuona jinsi alivyo ni mrembo. Wewe binti, unaitwa nani? Naitwa Kendi. Hebu simama nikuone. Geuka. Okay, kaa. Kwanza anaonekana kama binti chumvi. Ananuka shida. Ananuka umaskini. Ila sio mbaya. Eti binti, unafanya kazi gani? Madam, ni mfanya biashara. Anafanya biashara yake vidogo vidogo. Si mkaaji nyumbani tu kama wasichana wengine. Biashara zipo nyingi. Anafanya biashara gani? Nauza mboga mboga. Mboga mboga. Na maana mchicha, tembele, spinach. Si ndio hivyo? Kai bwana, kazunguka kote, katafuta mwanamke eti muuza mboga jamani. Ila okay fine, sio mbaya. Anaonekana ana kibaby face kidogo. Si haba yani. Kwa hiyo Wada, kesho nitakutumia pesa kwenye akaunti yako. Umpeleke shopping, awe na muonekano wa tofauti. Afanane na mimi, afanane pia na wewe mfanyakazi wangu. Sawa Wada? Sawa madam. Na kuhakikishia atapendeza sana. Nadhani unaona jinsi alivyo mrembo. Kwa hiyo urembo wake utaongezeka. Okay, sawa. Nitakie jioni njema.
house of love. Nilipoingia sikujua if my heart was ready for this. Macho yakacheka nje, lakini ndani kulikuwa na silence. Nilijipa matumaini, I told myself it's gonna be fine. Lakini kadri siku zilivyopita, hisia zikaanza kunipima. Nilidhani ni salama, I thought I was strong, lakini maswali yakaanza playing in my mind all night long. Sio mimi, sio mimi.